Anza kuongea brother hapo, nafikiri kila kitu kipo kwenye product yetu tumeelezea, kwa sababu ni product ambayo imekidhi vigezo vya TBS, kwa sababu uwezi ukawa na product ambayo haijakidhi vigezo vya shirika la viwango. Kwa hiyo imeandikwa, na kama ina alcohol obviously tunafahamu ni kuanzia miaka 18, lakini kama ambavyo imekuwa ni bia nyingine, hatuwezi tukwambia pengine unywe moja tu, unaona, utakunywa kutokana na kiwango chako. Sawa. Kuna mwingine anaweza akapiga bia 2, 3, 4, 5, lakini hapa alcohol iliyopo ni 12. Kwa hiyo ni uwezo wa wewe kuweza kujipima sasa kutokana na edi yako iko vipi. Ukiwa moja chali basi, zikiwa 3 kwa hiyo ni wewe, lakini kimsingi imekidhi vigezo vyote. Kwa hiyo inakupatia nguvu, lakini pia inakupatia uwezo wa kuweza kupata flavor, lakini na hiyo alcohol ambayo iko ndani yake. Yes. Asante sana. Tunafahamu ushindani mkubwa sana sokoni Tanzania. Kuja kutoa fursa kwa Watanzania, sababu tunajua kwamba unapokuwa na bidhaa haishii tu kuweza kuiuza, lakini pia kuna watu wanapata manufaa na ajira pia. Na kwa kuona ni vema, hawakutaka tu kuleta product, wakaja na kuamua kujenga kiwanda ambacho kipo maeneo ya Kibaha, ambacho ndio kitakuwa kinafanya kazi kwa maana ya kuzalisha. Kama unavyoona mbele tuna kinywaji, na hiki ni sehemu tu ya vinywaji vingi ambavyo vinakuja. Tuna almost variety 16, na walipofika basi waliingia makubaliano na kampuni ya Kavido Company Limited, ambayo mimi ndio mkurugenzi wake, tuweze kuwa na ushirikiano moja wa kuweza kuwatangaza kwa njia mbalimbali ambazo tunazo. Sababu moja ya activity ya Kavido ni kufanya matangazo sio tu ya kwenye online na sehemu nyingine, na kuweza kudesign njia mbalimbali za kuweza kufanya marketing hasa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia tuwasaidie katika promotion, na tumeshaanza hilo zoezi. Mwezi unaoisha tulikuwa Dar es Salaam katika maeneo mbalimbali, na tumeanza na kinywaji kinaitwa Vini Nkolomboka ambapo tunakiona. Hiki ni kinywaji ambacho kimekuja Tanzania, ni cha kipekee. Hakuna kampuni yoyote Tanzania ambayo inatengeneza aina hii ya kinywaji. Tumezoea kuona makampuni mengi yakitengeneza ladha mbalimbali za energy, yako mengi, lakini hawa SBL kwa maana ya Simba wamekuja na idea tofauti. Idea ya kwanza ni kuchanganya vitu vya asili, kwa maana kama asali, lakini pia kuna pilipili manga na tangawizi ambazo zinaweza kukaa ndani yake ili kuweza kuongeza flavor, lakini pia kuweza kuboresha afya ya watumiaji. Kwa hiyo tukaona tutumie nafasi hii tukutane na nyinyi waandishi kuja kuwatambulisha rasmi kwamba hiki ni kinywaji kipya ambacho kitaanza kwenda sokoni na kishaanza kwenda, lakini pia pamoja na wao tuko sisi Kavido na kushikiana nyinyi waandishi ili muweze kutupatia support mbalimbali, na tuna project nyingi, moja hapo ikiwa ni kutaka kushirikisha vyombo vya habari mbalimbali online na TV na radio ili kuweza kuona namna kufanya nao kazi, kwa sababu hatuwezi tukaenda peke yetu kama Kavido au kama Simba pasipo kushirikisha media nyingine. Tunajua mna mchango mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda na watu wengi wanaweza kuhabarika na kuweza kujua ni nini ambacho tunataka kukifanya. Kwa hiyo utakuwa ni mwanzo, na baada ya hapa tutafungua milango kwa kuweza kukutana nyinyi kupitia ofisi zenu au waajiri wenu ili kuweza kuona mambo gani tutakafanya ili kuweza kupushi kinywaji cha Simba ambacho ni Vini Nkolomboka. Kwa hiyo huu ndio ulikuwa ujio wetu leo hii hapa, tukao tuwaite ili kuja kuwapatia haya na mkaweze kuwapatia Watanzania kwamba ni kitu kipya ambacho kitakwenda kuanza kwa kasi kubwa. Tumeanza Dar es Salaam, hatua itakayofuata tutakwenda Dodoma, tutakwenda Mwanza na mikoa mingine yote. Tunahakikisha kwamba mikoa yote Tanzania bara inakwenda kufikiwa pamoja na wilaya zake. Kwa hiyo wananchi wa mikoani waweze kujiandaa na ujio wa kinywaji hiki ambacho ni pendwa kwa ambao wamekitumia waweze kukiona, na kinapatikana kwa bei rafiki na rahisi ili kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata nafasi ya kutumia na kuweza kuonja ladha, lakini pia kuweza kutibu hizo changamoto ambazo tumekuwa nazo hasa katika swala zima la kuongeza nguvu na uwiano wa utendaji kazi katika maisha ya binadamu. Nawashukuru sana, kama kuna swali karibuni. Karibu. Issue ya kuweza kupata allergy au appetite wakati mwingine inategemea na tunasema ile metabolic activities, zile kazi mwili ambazo wewe unazo, na zinakuwa ziko tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Itosha kusema tu kwamba ni kinywaji ambacho kimepikwa kwa ubora wala juu na kimesindikwa kwa siku 30 kwa kutoa vitu vya asili, na kimethibitisha kwamba kina ubora ambao unaweza kumfanya mwanadamu yoyote aliye kamili aweze kutumia akaburudika na akaweza kupata furaha. Kwa hiyo ikitokea kwa changamoto hii inakuwa ni issue ya mtu mmoja mmoja, kama nilivyozungumza kwamba tunatofautiana. Mwingine hata akisikia tu harufu ya kitu ya bia anatapika.
Si ndio bwana? Kwa nafikiri hiyo ni swala la mtu mmoja na mwenyekiti kimsingi, kwa maana kijiji chetu ni miongoni mwa vijiji bora ambao tunajivunia. Ndio watu tumekuja kwenu kutaka Watanzania waweze kufahamu na kutumia, wawe miongoni mwa watu ambao watakwenda kunufaika. Na kwa wale ambao changamoto nyingine zile pia unaweza ukajaribu. Yeah. Samahani, nimekuja kiongozi. Ndio. Umeongelea kwa upande wa kinywaji. Labda kwa upande wa pili, labda mnaigusa vipi jamii, labda kupitia labda kudhamini michezo au kupeleka labda vifaa tiba kwenye hospitali kwa watu wasiojiweza, labda kwa upande huo nini kama vile SBL Simba Beverage Tanzania mnaigusa vipi jamii kwa upande huo? Nafikiri swali lako ni zuri. Miongoni mwa malengo ya kampuni yoyote kubwa ni kuweza kutoa hizi bidhaa zake, lakini pia kuweza kushirikiana na jamii. Hata hii yenyewe kuja hapa kukaa na nyinyi, maana yake ni ushirikiano tumeutaka. Tungeweza tu kuamua tu kuweza kuipeleka sokoni na kuweza kuuza. Kwani kuna kampuni ngapi ambazo zimefanya promotion zake bila kukuta waandishi? Kwa cha kwanza hii yenyewe ni ushirikiano, lakini pia tutaendelea na wakati mwingine ni mashirikiano. Tunapanda ambao tuko nazo na tutapata request nyingi, walikuja watu wa ngumi, watu wa riadha wakitaka tuendelee kuwadhamini, na tumeendelea kufanya nao mawasiliano na tutaendelea kushirikiana nao. Na sio wao tu, hata nyinyi waandishi wa habari tunajua mna vyama vyenu, mkija mna wazo wenu tutaweza kuichakata, tutafanya kazi. So lengo letu kesho kwamba tutatengeneza mahusiano mazuri baina ya sisi jamii, lakini pia na watu wa media. Kwa hiyo kwa swala la mahusiano, milango iko wazi. Kuna jambo lolote ambalo unalo, tuko pamoja, tuwasiliane, tuweza kuitatua. Yeah. Kwa majina naitwa Charles Michael kutokea Kolila Media. Nikianza swala la kwanza, mfumo wa Simba na wa Yanga upi uko sahihi? Mpaka saa hizi hakuna ambao uko sahihi, sababu hakuna ambao umecheza mpaka sasa ambao umepita. Wote wapo kwenye process. Na ukiangalia system ni ile moja, sababu ambaye anatoa guidelines ni BMT kupitia wizara, ndio watoa zile guidelines. Kwa hiyo zile ni za aina moja. Isipokuwa tu Simba na Yanga wote tawalazima wapite kwenye njia hii moja. Ndio maana Simba alikuwa na njia yake, Yanga alikuwa na njia nyingine. Simba akaambiwa hapana, huko mnakwenda sio, rudini kwenye utaratibu wa kawaida, kwa sababu serikali hairuhusu mwekezaji mmoja. Na utaratibu na 51 kwa 49. Na wawekezaji waanzie watatu. Kwa hiyo mfumo ni mmoja, lakini namna gani mtakwenda kufanyia kazi iko ni kitu kingine ambacho tegemea utashi na maamuzi ya wale viongozi. Kwa hiyo kwa hilo swala kwamba wote wakipata utaratibu wao watakuwa kwenye njia moja. Kwa issue ya Yanga ninachokwambia, issue unaweza ukasema mwalimu, unaweza ukasema wachezaji, lakini mwisho wa siku hizi timu zinakosa muendelezo kwa sababu zimekuwa zikibahatisha. Yaani utashangaa msimu huu unaweza kumwona Max ipo kwenye piki, msimu unaokuja ameflop. Ni watu ambao yani hawana consistency. Kwa hiyo kikubwa watafute wachezaji wakubwa. Kwa maana kuna muda timu hiyo moja anaweza akapewa mwalimu mwingine akafanya vizuri. Kwa hiyo mimi natamani nione siku ili uweze kuchukua ubingwa wa Afrika ni lazima uwe na uwezo wa kuwania wachezaji na matimu ambazo zinachukua ubingwa wa Afrika. Yaani mchezaji ambaye anamchukua Ahli na wewe uwe na uwezo naye. Uwezo ukiwa unataka ubingwa wa NBC Premier League alafu uwezo kushindana na Yanga na Simba kwenye kusajili. Ndio maana siku zote Simba na Yanga wameenda kuwa juu kwa sababu wao wanaweza kumchukua mtu yote mwenye uwezo mzuri. Kwa hata kwenye klabu bingwa kama Ahli anasajili na wewe sajili, mama yule anasajili. Ukifika kwenye zile level za kuanza kuwania wachezaji, maana yake tena unakuwa na nguvu ya kuweza kushindana nao kiwanjani. Lakini ukiangalia wao wana level yao ya kusajili na Simba na Yanga wa level yao ni ngumu, itakuwa ni bahati tu pale ambapo anakwenda kuingia na sio uhalisia. Yeah. Shukrani. Mimi tuna swali langu moja kuhusiana na mchezaji. Msimu mmoja nyuma ilifika hatua mpaka watu wakataka aachwe. Lakini muangalie leo. Unajua hawa nao ni binadamu. Kama ambavyo uko wewe. Kuna kipindi mwili unachoka, kuna kipindi unakutana na changamoto nyingi za nje ya kiwanja, familia. Unajua tunakuwa tunawachukulia wachezaji ni kama watu ambao hawana maisha mengine. Wewe mwenyewe ukiwa na stress zako za familia, mpenzi, mke, ukapata shida, hauwezi kuwa sawa kazini. Na wao pia ni binadamu vile vile, wanapitia mambo mengi ya nje ya kiwanja. Sema kwa sababu mashabiki wao wanataka kuona tu wakifanya vizuri. Kwa hiyo hawaangalize bad moment ambazo unakuwa huko. Na mimi naamini Mpanzu mchezaji mzuri sana, lakini anapitia wakati mgumu. Leo hii Mayele anakaribia mechi 20 akiwa Pyramids, hajafunga hata goli moja. Lakini huyo ndio mfungaji bora wa msimu uliopita wa CAF. Sawa? Lakini mpaka leo tunavyoongea sio kwenye ligi yao, sio klabu bingwa, hajafunga. Kwa hiyo hivi vitu kwenye mpira vinatokea, lakini namna gani ambavyo watu wako wa karibu na mashabiki wanaweza kukuendo kuweza kukusaidia kwenye kurudi katika ubora wako. Kwa nafikiri jukumu kubwa la kumrudisha Mpanzu sio la waandishi, ni la wanachama, mashabiki na viongozi wa Simba, ndio wanatakiwa wao muencourage. Lakini kitokea na wao sasa wakaanza kumuattack kama ulikuwa unaona anatumika ile, maana yake sasa wewe ndio mwenye mchezaji wako.
wewe tena unaanza kuhisi kwamba anatumika, maana yake unamtoa kwenye mchezo. Kwa hiyo pia mashabiki wa Simba wana changamoto katika hilo, wanashindwa kusupport wachezaji wao. Angalia Dube alipitia wakati mgumu, Yanga wakaamua kumsupport mpaka wakamchangia pesa, ilimsaidia. Kwa hiyo na wenyewe pia walione hilo kwamba nao ni binadamu, kama kuna moments ambazo wanakuwa wanapa furaha, hata kipindi ambacho wako vizuri waweze kuwa support, sababu ni sehemu ya timu zao na hawana namna kuweza kufanya kupitika. Bwana, zimetoka break na CAF. Sasa mimi nataka kwa muonekano issue labda kwenye packaging, sisi tumekuja kwenye ingredients. Sisi tunachokifanya hatutumii kemikali mbalimbali, tunatumia vitu vya asili. Lakini pia tumeongeza kitu hiki, kinywaji ndani yake kina alcohol. Ni moja ya energy lakini pia ina alcohol ndani yake. Kwa hiyo tumeamua kuchanganya. Sababu tuligundua kwamba watu wengi wanatumia zile energy za kawaida wanachanganya na pombe ili kuweza kujiboost. Kwa hiyo tukaamua yani toke 2 in 1 kwamba hapo unapata energy lakini pia unapata alcohol ambayo unaweza kuweza kuitumia. Kwa hiyo tumekuja tofauti, hakuna kitu kama hiki Tanzania. Ndio cha kwanza. Yes. So, hapa kwenye energy pamoja na alcohol inaitwa S14 HBTP. Nitaka niulize, hii ni energy ama ni alcohol? Au ni energy yenye alcohol kiasi gani? Ndio maana inaitwa vin, maana yake tumechanganya. Energy unapata lakini pia ina alcohol ya 12. Ya hapo 12 kwa ndani yake. Lakini pia ni energy. Kwa hiyo unapiga vitu vyote viwili. Unapata nguvu, haupati mninginio, lakini pia hata kwenye shughuli nyingine zile unaweza kuimarika. Nafikiri umenielewa. Yeah. Karibu bro. Kwa sasa hivi tulikuwa tunafanya promotion ambayo tulikuwa tumeanza kama nilivyozungumza, tulikuwa tuna siku 26 katika maeneo ya mkoa wa Dar es Salaam. Bei ya promotion ilikuwa inauzwa kwa katoni moja ambazo zinakaa 12, tulikuwa tunauza kwa shilingi 16,000, ambao wale wauzaji walikuwa wanauza kwa shilingi 1,900 mpaka shilingi 2,000. Lakini katika bei ya kawaida ambao watakuwa wananunua chini ya katoni 10 na kuendelea watapata kwa bei ya katoni moja 18,000. Itakuwa ni bei ya rejareja. Yeah. Upatikanaji wake zinapatikana vipi? Upatikanaji tumefungua baadhi ya maeneo, tumeweza kuwasiliana na wauzaji wa jumla katika maeneo yote ya mji wa Dar es Salaam. Ukienda Manzese tuna matawi, ukienda Mbezi mwisho, ukienda Tegeta, ukienda maeneo ya Mbagala. Kwa hiyo tumejaribu kusambaza kwa wale wauzaji wa jumla. Kwa sasa hizi tumeweza kukava eneo kubwa la mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia tunatoa nafasi au fursa kwa watu mbalimbali ambao wanauza kwa jumla, wanaweza kuwasiliana na sisi ili kuweza kuwapatia, kwa sababu tunaweza kufanya nao biashara. Kwa hiyo sasa tupo katika hatua ya kuendelea kujitanua. Kwa hiyo kwa Dar es Salaam sehemu kubwa tumekava, lakini mikoani ndio tunaendelea kwenda. Kaji tulikuwa tuna promotion maeneo ya mkoa wa Tabora, tunafanya kidogo na Mwanza kidogo, lakini baadaye tutafanya mikoa yote ya Tanzania bara. Kumekuwa na baadhi ya makampuni, umezungumzia hiyo ni energy lakini ndani yake kuna alcohol. Sasa kuna zile slogan drink responsible. Miaka 5 ya mashindano ndio wanakuwa wanaziandaa zile point, na kwenye ule msimu wa mashindano zinakuwa ni alama 5. Msimu unaofuata ni 4, unaofuata 3, unaofuata 2, unaofuata ni 1. Kwa hiyo wanakuwa na rank hivyo, na kwenye kila msimu manake unatoa alama nyuma. Kwa katika msimu huu Simba aliingia alikuwa na alama 33. Kwa hivyo unaanza huu msimu kabla 33. Yanga aliingia alikuwa na 25. Ndio alikuwa ameanza nazo katika msimu huu. Kwa hiyo michuano ya klabu bingwa na kombe la shirikisho wanaanza kuhesabu pointi katika hatua ya makundi. Na ukiangalia Azam alikuwa anacheza hatua za awali miaka yote alikuwa anapata pointi hata moja. Sababu ili upate pointi walau pointi moja au nusu pointi kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo ukiingia kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho, kuingia tu unapata alama 0.5. Kwa maana ukiwa wa 4 kwenye kundi lako. Ukiwa wa 3 unapata alama 1. Sawa? Ukiwa wa pili na wa kwanza unapata alama ngapi? 2. Hilo kombe la shirikisho. Klabu bingwa ukiingia hatua ya makundi tu unapata alama 1, nafasi ya 4. Unaona? Na nafasi ya 3 unapata alama 2. Nafasi ya kwanza na ya pili unapata alama 3. Kwa hiyo Simba ameingia klabu bingwa. Kwa bahati mbaya amekuwa nafasi ya 4. Sawa, mwisho kwenye kundi, si ndio? Kwa hiyo unachukua ile moja aliyoipata unaizidisha na 5 ya mwaka wa mashindano. Unapata alama ngapi? 5. Unakwenda kujumlisha na alama zake ambazo anazo msimu huu 30 na ngapi? 3. Ndio anapata alama ngapi? 38. Yanga alikuwa na 25 msimu huu walipoanza. Alikuwa anaacha alama 8 na Simba. Walipoanza tu amemaliza nafasi ya 3 kwa kupata alama ngapi? 2.
2 mara 5 za mwaka huu 10, unakuja kuimisha na ngapi? 25, unapata ngapi? 35. Kwa Yanga amepanda kutoka kwenye alama 25 mpaka ngapi? 35. Simba msimu uliopita alikuwa na alama 43 zikashuka mpaka 33. Kwa sasa anakwenda kwa 38. Kwa maana Simba anakuwa na 38, Yanga ngapi? 35. Kwa Yanga anapanda kutoka nafasi ya 12 kuja nafasi ya 10, Simba anashuka kutoka nafasi ya 5 mpaka nafasi ya 8, kwa sababu uwiano wa alama ni 38 kwa 35. Mimi nauliza swali la mwisho kutoka. Tumeona dabi ya Kariakoo imetaka. Kwa swala zima la ushindani, tunafahamu biashara ni ngumu, makampuni ni mengi, ndio watu tumekuja na idea tofauti. Hiyo tu uwezo wa kuchanganya kati ya energy na kuweza kuweka alcohol, lakini pia kutumia vitu vya asili. Nimekwambia tumeweka asali, tuna tangawizi na black pepper kwa ndani yake. Mpaka hapo tayari tumeweza kuongeza kitu cha ziada. Lakini pia kuweza kuchanganya kati ya energy pamoja na hiyo alcohol. Kwa mpaka hapo maana yake tumekuja kitofauti, lakini kwa maana ya kuitambua, ukiangalia chupa yetu hapa juu ina nembo ambayo imekaa. Hii nafikiri wote mtapewa baada ya hapa. Mtapewa, kama utaamua kunywa utajua mwenyewe, ukiamua kwenda kugawa whatever utaona. Na pia tumeendelea kutoa elimu kupitia mitandao ya kijamii na kupitia radio ili watu waweze kuifahamu Vini Nkolomboka inafananaje na ina uwezo gani wa kufanya kazi. Kwa hiyo tutaendelea kufahamishana, lakini pia ukiona kuna bidhaa feki usisite kuweza kutufahamisha. Lakini pia hata mamlaka, kwa sababu ni kosa kisheria kuweza kutumia bidhaa ambayo inakuwa haiko certified. Asante. Yes. Kwa upande wa mama kina mama wajawazito, niko hali kote. Mama wajawazito haina changamoto yoyote. Yaani kuruhusiwa au kutokuruhusiwa ni wewe mwenyewe. So unanielewa? Kuna mwingine ni mjamzito anapiga mpaka bia 15 20. Atuoli mtaani wanakunywa. Kwa hiyo ni uwezo wako wewe mwenyewe wa kuweza kujicontrol. Kama kila mtu ana weakness zake. Kwa hiyo haiwezi ikawa ni guarantee kwamba atumie tu, utajipima. Pengine ungetoa elimu ili tuweze kuwafikia endapo atahitaji kutumia. Ndio nikasemaje? Siwezi kugarantii kwa sababu hiki ni kinywaji. Kuna mtu mwingine hata akinywa soda inamsumbua. Mtu mwingine akinywa energy ya kawaida inamsumbua. Mwingine akinywa labda sweet nini, kuna hizi hata sweet nini zingine wanatumiaga watu. Yaani kuna vitu vingi vya kutumia. Kwa hiyo athari inatokana na mtu mwenyewe na ambavyo yeye mwenyewe yupo. Kwa hiyo hatuwezi tukasema kwamba tutoe elimu waweze kutumia wote au wasitumie, atajipima. Lakini ni kinywaji ambacho kimethibitishwa, kina ubora na kinasaidia kuweza kuimarisha lakini kuweza kutoa nguvu katika mwili. Hata kutumia au kupata madhara yoyote? Hapana. Hii hakuna madhara yoyote. Ni kinywaji ambacho kingekuwa kina madhara kisingeweza kuruhusiwa na mamlaka. Ufikiri unapozungumzia issue ya mabadiliko ya kiuwekezaji ni issue muhimu sana. Kwa sababu kwanza itakwenda kutoa fursa, kwa maana kwa kuna mashirikiano yaliyo wazi baina ya hao investors na virabu kwa moja ama nyingine, ambako sasa pale itakuwa ni rahisi kuweza kufanya monitoring ya kitu ambacho kinapatikana. Kwa hiyo binafsi nimeona kwamba ni hatua nzuri. Sasa ukiangalia Simba ni kama wanasintofahamu, wao ndio walikuwa wameanza mchakato. Baada ya Yanga wakaja wakaingia, lakini wakaja wakawa wamestack. Kwa hiyo ile itakwenda kusaidia kwanza kupata wawekezaji ambao watakuwa wanaweza kufikia matakwa ya timu. Sababu leo hii ukiangalia upande wa Yanga na upande wa Simba, mwekezaji au mtu aliyopo abanwi, sawa? Abanwi na kanuni na aina ya uwekezaji. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kama michakato hii ikikamilika kwa wakati, timu zitakwenda kuimarika, watakuwa na uwezo wa kusajili, watakuwa na uwezo wa kujenerate income na kupanga bajeti ambazo zitaweza kuweza kufika kwa muda. Kwa hiyo binafsi nafikiri ni kitu kizuri, lakini pia kwa upande wa alichokiongea waziri ni kitu kizuri. Hasa kuna vitu viwili, kuna kuzungumza waziri na kuwa na utayari na wanachama wa hizi timu. Shida ni kwamba tuna wanachama wa aina mbili. Tuna wanachama ambao wapo kuona hizi timu zipo wao kinufaika na viongozi, na kuna watu ambao wanataka kweli mpira uweze kuendelea. Hasa hizi pande mbili kama hazitakaa sawa, hatuwezi kufika. Ndio wale leo unakuta kwenda Simba, kuna wengine wanamtumu mwekezaji, wengine wanampongeza, kuna wengine wanamtumu mwenyekiti, wengine wanampongeza. Kwa pale pana maslahi mengine nje ya klabu. Kwa nafikiri vema watu wote tukakaa tukaangalia mpira unachokitaka. Tukiwa kwenye njia moja tutafanikiwa. Sababu issue ni kuwa tuna uwekezaji ambao unakuwa una nguvu na ambao kuweza kufanikisha. Tukisema tuzungumze ukweli, changamoto ziko nyingi. Mpira wetu bado unaendeshwa na propaganda na sio uhalisia. Ingawaje sisi kama na mimi hapa nitazungumza ukweli, lazima mnanifahamu. Mpira wetu umekuwa unakwenda katika mazingira ambayo sio katika uhalisia na dunia inavyotaka. Ndio maana wakati mwingi tumekuwa tukitumia nguvu kubwa sana kuwekeza kwenye media
ili watu waweze kupushi kuliko kiwanjani. Unaweza ukaangalia aina ya sajili ambazo zinafanyika kwa sehemu kubwa ni kama za kubahatisha. Unaweza kuangalia wanaingia wachezaji wangapi, wanatoka wangapi kwa msimu, wanaingia wangapi, maana yake kwamba bado hatujakuwa na uwezo wa kuweza kupiki wachezaji ambao wanaweza kuja kukliki. Na hata hao ambao wana kliki ni kwa bahati. Kwa hiyo changamoto ya kwanza, hatuna resources za kutosha kwa maana timu hazina uwezo wa kusajili, lakini zinatumia nguvu kubwa kuweza kupush. Changamoto ya pili, bado ligi yetu, mimi binafsi nafikiri of course sawa iko nafasi ya 6, lakini bado haijakuwa na ushindani mkubwa, kwa tofauti kubwa kati ya timu hizi 4 kwa maana ya Simba, Yanga, Azam, Zigdo ameingia Singida, wakati mwingine Tabora alikuwepo na timu nyingine, utofauti wake ni mkubwa sana. Kwa hiyo unakuta kwamba ule ushindani unakuwa ni wa kiwango cha chini kupelekea kuweza kuwa na ubora mkubwa. Ukitaka angalia nyota wanapokuwa katika ligi kuu Tanzania bara, hawa kwa mfano kina Maxi atoa mfano na wengine, alafu wapeleke katika michuano ya kimataifa, ni vitu viwili tofauti. Wakienda kule hawaonekani kabisa. Kwa hiyo nafikiri changamoto kubwa ni usajili, lakini pia ligi na investment haiakisi ushindano michuano ya kimataifa. Kuna wakati utakuja utafanikiwa utapita, lakini sio wakati wote. Mfano Yanga ameweza kuwa bora katika misimu 4 yote iliyopita tunafahamu hapo, lakini anaingia robo finali mara moja. Lakini Tanzania ameoni kila kitu na ndio ligi namba ngapi? Namba 6. Lakini akaenda kimataifa hakuna ambacho anaweza kukifanya. Kwa hiyo utagundua kwamba ni bingwa, anafanya vizuri ndani katika watu ambao uwezo wao ni wa chini, ndio maana kule ameshindwa kuweza kutoboa. Unazungumziaje usajili wa Depo? Nafikiri ndio yale ambayo kuzungumza. Ni usajili mzuri, amesajiliwa kwa sababu ameanza kuonyesha, lakini bado tuendelee kumpa muda. Sababu ukiangalia mechi ile ya FAR Rabat, ukiangalia mechi ya Ahli, zote hakucheza katika kiwango kikubwa. Ukikompea na mechi pengine ilikuwa ni ya ligi ambayo alifunga magoli 2 na kwa assist 1. Na siamini kama Yanga walisajili mchezaji hata Okelo kuja kukutana na Dodoma Jiji au Namungo. Maana yake ulisajili wale wachezaji ili waje kuongeza kitu katika michuano ya kimataifa. Lakini angalia Damaro ambacho alikifanya katika michuano ya kimataifa, mwangalia Okelo mpaka saa hizi ambacho anakifanya, mwangalia Depo. Binafsi nafikiri bado ni wachezaji ambao ni wa kawaida katika level za kimataifa, lakini katika ligi wanaweza kwenda kuwasaidia. Kwa upande wangu mimi nafikiria hivi. Au labda plani ya engineer unapoiona usanii unaona kwamba ameshindwa au anataka ni zile anasema watu mimi nafikiri hicho sio kufeli. Hicho ni kwamba una hiyo fandi. Yaani hapa unakuta kuna Depo labda ni dola 300. Hapa kwa mchezaji mwingine dola 700. Uwezo unao. Kwa hiyo wanachokifanya wanafanya kile kitu bora kulingana na kapasiti yao. Yaani tunasajili katika level ya kawaida. Ukiangalia juzi nilikuwa naangalia mchezaji mmoja alikuwa ile Belkane ile kiungo namba 8 namba 6 wewe. Ameenda Libya. Sio? Kamala, si ndio? Kwa nini Simba Yanga wakumuona? Lakini wameshindwa kwa sababu nini? Hela ni kubwa inayotakiwa. Kwa hiyo hao viongozi wetu wanasajili hizi timu kwa kutumia bajeti ndogo. Kwa hiyo ukisajili ndio kuna mawili. Kuna wakati ata click, kuna wakati hakuna kitu, kwa sababu si watu ambao wanaweza wakakuashua 100%. Angalia disha kubwa ambalo Yanga alichukua watu wangapi? Mpaka sisi anabakia na watu wangapi? Kwa upande wa Simba the same, alichukua ngapi? Kabakia na wangapi? Kwa hiyo ni biashara ya kubahatisha. Unaweza kuchukua 7, katika 7 na unapata 2. Na wenyewe sio wale vya juu, ile unakuwa na afadhali kumpea na ambao uko nao. Kwa hiyo nafikiri changamoto ipo kwenye uwekezaji. Kwa hiyo kuna haja ya hizi timu mbili kuhakikisha kwamba kama kweli wanatamani kufanya mafanikio makubwa ya mpira, lazima waongeze uwekezaji. Yaani sasa dunia ipo kwenye kutumia pesa. Kutoa dola milioni 1 ni kawaida kwa timu nyingine. Yeah. Nimeona comment nyingi za baadhi ya wachambuzi na hata mashabiki wanalalamikia namna ambavyo Pedro kocha wa Yanga anaset timu yake. Labda kocha Yanga amechangia timu yake kwenda robo finali. Mimi kwangu nasema hapana. Mimi ambacho kiniambia nitakwambia Yanga wamekosa wachezaji wakubwa ambao wanaweza kuwa na umakini katika maeneo kumalizia. Miongoni mwa timu ambazo zimetengeneza nafasi nyingi kwenye michuano hii ni Yanga. Kwenye kila mchezo kama utaamua kufuatilia. Hiyo mechi ambayo walitoka bila kufungana na ile na JS Kabylie ya Ugenini, Yanga itaweza kushinda nafasi 4 za wazi, hawakuweza kuscore. Mechi ya Ahli nafasi 3 za wazi, hawakuweza kuscore. Mechi ya FAR Rabat nafasi 3 za wazi, hawakuweza kuscore. Kwa changamoto ni aina ya wachezaji walionao. Hasa mwalimu anafanya kitu gani? Watengeneza timu wanafika mbele, hawezi kupewa nafasi. Kwa issue ni quality. Kwa lazima zifikie hatua waamue kama kweli wana malengo ya dhati ya kutaka kuchukua bingwa wa Afrika au kufika nusu finali. Tafuta wachezaji wengine hao wakina Max level zao ni ndani.
lakini kwa nje hawezi kukusaidia. Huo ndio uhalisia ambao pengine hawatapenda kusikia, lakini ndio ukweli uliopo. Issue ni quality ya wachezaji. Salamu unaposema kwamba ligi yetu haina ubora kufanya bingwa wetu, kuna wale tunasema wale wasambazaji wakubwa, kuna wasambazaji wa kati, kuna yule wa mtaani mpaka yule mtu wa mwisho. Wote tunapatikana. Hata ukienda yule ambaye anachukua katoni 1000 hawezi kuwa sawa mtu ambaye anachukua katoni 30 na ambaye anachukua katoni 1. Sawa eh? Ndio tukasema kwamba sisi kwa wale ambao wanachukua mzigo mkubwa tunawafanyia 16,000. Lakini katika ile kawaida 18,000. Kwa hiyo akaenda kwa mangi ziko mtongana maeneo mengine ukachukua moja kwa 18 na ukaenda kuuza, sababu ndio taratibu wetu. Biashara yetu imekuwa ni uria, wakati mwingine huwezi kumbana mtu. Ndio mwingine atakuuzia 19,000, mwingine labda 1,900, mwingine atakuuzia 2,000. Kwa hiyo nafikiri ni kufuata tu ile cheni ya kufanya biashara kutokana na uwezo wako na eneo ambalo uko, basi unaweza kufanya biashara pia. ile tunashiri kutoka Kajenjeremeni. Ndio. Nafikiri swali lako ni kidogo ni tata, lakini nitakwenda kujibu hivi. Simba ukiangalia iliyoanza msimu na sasa hivi kuna utofauti mkubwa sana. Imebadilika. Yaani ile ambayo imeanza msimu ule na kipindi hiki kuna changes ambazo umeweza kuzipata. Yaani kuna positive progress ambayo inaonekana ikiendelea kusogea. Lakini mabadiliko hayo au ongezeko hilo bado halitoshi kuifanya Simba iwe katika level moja na Yanga. Bado Yanga wana timu nzuri kuliko Simba mpaka sasa hivi. Na bado hiyo mechi inalia kwa Yanga. Na bado Yanga anaweza kupata matokeo. Ikitokea vinginevyo ni masuala ya mpira. Lakini kwa maana ya quality wise na vikosi bado Yanga yuko far better kuliko Simba. Ingawa Simba ameimprove pakubwa kutokea pale ambako alikuwepo. So kama hii bidhaa imepata nguvu sana Kongo. Na Nkolomboka Kikongo kama nitakuwa sijakosea ni kama ni mfalme wa mji. Yaani ni yule Simba, yaani yule mwenyewe ndio mwenye mji, mfalme mwenyewe, mwenye eneo lake, ndio maana ya Nkolomboka. Kwa hiyo ilianzia Kongo, na ukienda Kongo ukiwatajia hii bidhaa ni miongoni mwa bidhaa pendwa sana. Lakini pia tutakuja na kalivyozungumza, tutakuja na bidhaa nyingine nyingi. Yaani sio tu hii moja, zitakuja bidhaa nyingi ambazo katika staili ambayo Tanzania haijawahi kuona hivyo vitu. Tutakuja kuleta mapinduzi makubwa ya kuleta vinywaji ambavyo vitakuwa vina ladha tofauti katika muonekano na muundo tofauti. Kwa hiyo huyu ni Simba mwenyeji, yani mwenye mji, ndio maana ya Nkolomboka. Yeah. Swali la mwisho, kama kuna swali la mwisho. Sawa. Mzee alifika robo finali mara moja, si ndio? Katika misimu mitano. Na hata hao Simba wanatamani siku afike nusu finali. Nazungumzia kwamba ule ushindani uliopo bado haukidhi kuweza kutupatia mafanikio makubwa. Ushindani uliopo baina ya hizi timu tatu hizi na timu nyingine. Leo hii ukiangalia records Simba na Yanga mara ya mwisho kufungwa na timu nyingine ya ligi ni lini? Unaweza ukaanza kutafuta. Msimu mzima anatoka sare 2, anafungwa mechi moja. Kwa hiyo level yao iko tofauti na hizi timu nyingine. Kwa hiyo wanashindwa kujipima vizuri. Leo ukiangalia Yanga kutana timu nyingine anapiga goli 5, goli 7, mechi 3, goli 9. Unakwenda kimataifa una mechi 4, goli 1. Umeona huo uwiano? Maana yake hatuna uwiano. Kwa hiyo ukimchukua Dube akija kucheza na JKT na Dodoma Jiji si na Kosi anakupatia matokeo. Lakini akaenda kutana timu ya kawaida tu kama JS Kabylie hawezi kufunga. Kwa maana yake kuna utofauti wa viwango baina ya timu tatu hizi au 4 na timu nyingine. Kwa hiyo wanashindwa kupata ile kipimo halisi na hata kwanza kujipima kuweza kuona kama je wana timu bora au sio bora. Mimi naomba nikutoe kidogo. Leo limefanyika tukio kubwa sana pale Benjamin Mkapa na ni taarifa rasmi kwamba sasa tuko na Gamondi kwa miaka 2. Lakini kwenye tukio lile waziri wa michezo ametumia